tunaweza pata matatizo ambayo yamepata watu wengine kwa kukosa kudhibiti umoja wao kama taifa. Pia usalama wa taifa ni muhimu, na mimi nawasihi wale ambao wako ni viongozi wasitoe matamshi ambayo yanaweza kuleta mgawanyiko katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa letu lingine la kwenda isipokuwa taifa hili la Kenya. Ni kweli si kweli? Mimi nawasihi viongozi, wakati unasimama mahali popote, sehemu yoyote ya Kenya, ongea mambo ambayo yataleta wananchi wa Kenya pamoja, mambo ambayo yatafanya kila mtu mahali yako ajisikie yeye ni Mkenya. Ama mnasemaje watu ya Kateliva? Munataka umoja wa taifa? Tudhibiti umoja wa taifa? Mungetaka amani kwa taifa? Mimi nimeona juzi, mnajua ya kwamba tumepoteza kiongozi wetu ambaye alikuwa ni mheshimiwa Prime Minister wa zamani, na tumempumzisha pale kwa heshima kama kiongozi mzalendo ambaye alifanya mambo mengi kwa miaka mingi kuleta taifa pamoja. Na wakati mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu amepumzika, ameenda kupumzika akiwa na amani. Walikuwa wanafanya kazi na rais wetu, sio kazi yao binafsi, kazi ya kuleta taifa pamoja, kazi ya kuunganisha Kenya yetu, kazi ya kuleta uwiano. Hata kama walishindana 2022, mambo ya mashindano ya viongozi yanakuja yanaisha, hapo katikati ni ujenzi wa taifa. Kwa hivyo mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu ameenda kupumzika akiwa na amani na akiwa ameridhiana na watu wote wa taifa letu la Kenya na wapinzani wote ambao alikuwa nao, wapinzani wa kisiasa. Kwa hivyo kusiwe na mtu wa kwenda kuleta matusi, kudharau ama kumkosea heshima mwenzetu ambaye ameenda mbele za haki na ambaye Mungu amemuita akapumzike. Hiyo ni jambo la kuleta fedheha na aibu kwa kiongozi wa wote kuleta matamshi ya kudharau, kukejeli ama kusherekea ati kifo cha mwenzetu ambaye ni kiongozi ametumikia taifa letu kwa miaka mingi. Ama watu ya Kateliva mnasemaje? Si mheshimiwa Prime Minister alikuwa kiongozi wetu jameni? Si alifanya kazi kubwa katika taifa letu la Kenya? Si mumeona tumempumzisha kwa heshima zote? Si tumempatia heshima zake? We accorded him a state burial, a state funeral with full military honors, with all the honors that can be given to a leader. He may not have been a head of state, but the things he has done are good for Kenya. And he has passed on as he was trying to bring Kenya together. We salute him and we pledge that we will continue with unifying Kenya, and that is the best thing we can do to honor and respect our departed Prime Minister Raila Amolo Odinga. Na kwa hivyo wale wako na mambo ya kujaribu kuchokora amani, kutumheshimu mwenzetu, tunawasihi kwa heshima waheshimu familia yake na waheshimu maisha yake, na tunaomba ya kwamba tukiendelea mbele nchi yetu itakuwa kwa umoja. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Nikishikana na viongozi wenu